Sura ya 5. Kinachotokea baada ya kupoteza ubikra au ubikira. Binti anapofanya tendo la ndoa kwa mara ya kwanza, lazima damu imwagike. Na hiyo damu inafunga agano zito sana linalogharimu maisha ya binti kuanzia pale damu ilipomwagika na anaungana na yule aliyoimwaga damu hiyo. Hata kama sio kijana huyo atakaye kuoa, baadaye ile katika ulimwengu wa roho kuna muunganiko huo. Unapopoteza ubikra wako, mambo yafuatayo yanatokea maishani mwako. Namba 1. Nafsi yako inaunganishwa na huyo uliyofanya naye uasherati. Kwa mabano, yani unafunga agano. Unaweza kukuta mwanamke kaolewa, lakini anamlinganisha mumewe na yule mwanaume aliyembikiri. Au anaweza hata kufikia hatua ya kuzini nje ya ndoa na yule mwanaume ikitokea wakakutana tena. Maana kwenye ulimwengu wa roho kuna kandoa rasmi kanafungwa pale mtu anapopoteza ubikra wake. Wako wengi wanatoka nje ya ndoa kuwarudia wale waliowatoa ubikra, wakisema wanakumbushia enzi. Wanajua ni dhambi na wanajua wanasaliti ndoa zao halali, lakini nafsi zao zilipelekwa kwa wale waliowaondolea ubikira wao na kuwa watumwa kupitia agano lile walilolifanya kwa mara ya kwanza kabisa. Kibibilia kuna habari ya dada katika familia ya Yakobo aliyeitwa Dina, ambaye aliondolewa ubikra na kijana wa kigeni, na ghafla yule kijana akajikuta nafsi yake imetekwa na Dina kiasi cha kufikia hatua ya kuangamia yeye na taifa lake, lakini sababu nafsi yake ilitekwa kupitia penzi la kwanza. Hii ni katika kitabu cha Mwanzo sura ya 34 mstari wa 1 mpaka wa 31. Namba 2. Unapofanya uasherati na kupoteza ubikra wako, unaweza kujenga uadui na mwanaume aliyekuondolea ubikra wako. Unapofanya uasherati na kuvunja ubikra wako, kuna uadui mkubwa sana unaojengeka dhidi ya mwanaume aliyefanya hivyo. Wadada wengi waliozini na wakaka kabla ya kuoa wamewaacha, na wengine waliachwa na ujauzito na kwenda kuoa msichana mwingine mwenye msimamo. Kinachotokea kwa hawa wawili ni uadui mkubwa. Kuna kitu mabinti wengi hawakijui kuhusu wakaka. Pale unapomruhusu kaka kuzini na wewe, usidhanie anaendelea kukupenda wewe. Utaona kama upendo unazidi, kumbe upendo wake kwako ndio unazidi kupungua siku hata siku. Tuna habari ya Amnoni na Tamari katika Biblia. Amnoni na Tamari, baada ya Amnoni kufanya uasherati na Tamari, ghafla ilikuja chuki ya ajabu na iliyopitiliza moyoni mwake dhidi ya Tamari, ili hali hapo mwanzo alimpenda sana kiasi cha kuugua na kukataa kula. Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 15. Namba 3. Kupoteza heshima au thamani yako ya mwanzo. Unapofanya uasherati na kupoteza ubikra, unapoteza thamani ile ya asili ambayo Mungu aliiweka kwa kila binti hapo mwanzo. Ndiyo maana katika wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 8 inasema, kwetu sisi tuna umbu mdogo wala hana maziwa, tumfanyeje umbu letu siku atakapoposwa? Kama akiwa tu ukuta tumjengee buruji za fedha, na kama ni mlango tumuhifadhi kwa mbao za mierezi. Hii ni wazi kabisa kuwa Mungu aliweka uthamani na anathamini sana ubikra. Na sio hiyo tu, bali usafi na maisha ya utakatifu. Ndio maana alimtumia Bikira Maria kuleta ukombozi duniani. Hivyo binti, usikubali kudanganyika kuwa ubikira hauna faida au hakuna mtu anayeweza kujua kuwa umezini, kwani unapoteza vitu vya kimungu alivyotaka kupitisha kupitia wewe. Kuondoa ubikira hufungulia milango ya uvamizi wa kipepo unaoharibu hatima ya maisha yako. Mwanzo 38 mstari wa 18. Baada ya Yuda kulala na Tamari, akamuuliza, nikuachie nini rehani? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake. Maana yake alimwachia mamlaka yake. Ndivyo wengi wanavyozini, wanavyopoteza bila kujua.
Biblia inataja wazi kuwa Rebeka alikuwa bikra, binti wa Yefta katika Waamuzi 11 mstari wa 38. Biblia inasema alienda mlimani miezi miwili kuomboleza kwa ajili ya ubikra wake, kwa sababu ni kitu cha thamani. Ndiyo maana Biblia inataja jina ubinti, tena inaongeza neno bikra, kama binti huyo alikuwa bikira. Ni heshima kubwa hata kwa familia, na kama binti huyo anaishi kwa usafi na utakatifu wote. Ndiyo maana kaka za Dina walikasirika pale waliposikia dada yao amezini na yule kijana. Aita Absalomo alichukia kiasi cha kumuua Amnoni kwa kitendo cha kumbaka Tamari. Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 15. Namba 4, mikataba ya kipepo. Unapofanya uasherati kwa mara ya kwanza kwa msichana, damu inatoka, na kwa mvulana mbegu za kiume zinatoka. Hii ni milango mikubwa sana kwenye ulimwengu wa roho, ambapo alichobeba mdada kinarukia kwa mkaka, na kilichopo kwa mkaka kinakwenda kwa mdada. Kunakuwa na mabadiliko ya kiungu au kiroho kwa pande zote. Msichana anapokea maroho kutoka kwa mkaka, na mkaka anapokea maroho kutoka kwa mdada kupitia damu ya agano la ubikra. Hapa ndipo mashambulizi ya kipepo na uharibifu wao humwingia mtu na kuanza kuharibu nuru njema ya mafanikio ambayo ilikuwepo maishani mwake. Yaani, giza linapata mlango wa kuingia na kuzizuia nuru yako njema ya mafanikio iliyopo maishani mwako. Ndipo ubaya wa shetani na kazi zake huanza kuonekana ndani ya mtu. Kwa mfano, binti alikuwa ametulia, lakini baada ya kufanya uasherati na kupoteza ubikra wake, anaanza kurukaruka na wakaka mmoja baada ya mwingine, mpaka watu wa pembeni wanajiuliza ni kitu gani kimetokea. Napenda ujue kuwa tatizo lililotokea pale, mlango ambao mapepo yamepata kupitia lile tendo la kupoteza damu ya ubikra. Kumbuka, kila unapozini na kufanya tendo la ndoa nje ya ndoa, unafungulia mlango wa kuingiwa na kila aina ya roho chafu. Haya ni mambo ya rohoni. Mungu akupe neema ya kuyajua na usaidike. Kwa mabinti ambao bado hawajapoteza ubikra wao, endeleeni kujitunza na kujiheshimu. Mungu amewaandalia kitu chema sana. Endelea kumwomba Mungu akufikishe salama kwenye ndoa takatifu. Na hiyo ndiyo zawadi pekee kwa ajili ya mume wako. Na kwa mabinti ambao tayari wameshapoteza usichana wao, yapo mambo ya kufanya ili kurudi tena kwenye mstari. Jambo la kwanza ni kutubu kwa kufanya dhambi hiyo. Juta mbele za Mungu na kuomba maombi ya wazi, uchi, yani unakuwa wazi mbele za Mungu, unamwambia kila kitu bila kumficha, kwani yeye anajua vyote na hauwezi kumdanganya wala kumficha, kwani yeye anaona sirini. Unaweza ukawadanganya wazazi, walimu wako na kadhalika, lakini kamwe huwezi kumdanganya Mungu. Mwambie yeye na adhimia kutorudia tena. Pia jitenge na kila roho ulizozichukua kutoka kwa huyo kijana uliofanya naye uasherati, ikiwepo laana, magonjwa na roho za uzinzi na uasherati. Muombe Mungu akupe nafasi ya pili. Mungu anaweza kukurudishia ubikra wako tena kwa kutubu na kuweka agano na Mungu kwa kujitoa kwake na kumwahidi kuwa hautarudia tena kufanya hicho kitendo mpaka wakati ufaao, yani wakati wa ndoa takatifu. Faida za kujitunza: unakuwa na msimamo binafsi, unajiamini mbele za watu na mume wako anakuamini baada ya kukuoa. Zingatia, wadada wengi wanajiamini kupitiliza na kujikuta hawafanyi majukumu yao katika ndoa kwa kujisifia waliolewa wakiwa mabikra na kufanya maisha yao katika ndoa kuwa ni ya huzuni kila mara. Bado unaweza ukawa mama mzuri na mke mzuri pia, hata kama umepoteza ubikra wako kwa kushawishika, kwa kutokukusudia binafsi au hata kwa hiari yako. Bado unaweza ukawa mke mwema pale tu utakapoamua kumgeukia Mungu, kuwa mwaminifu kwa mume wako tu na kuamua kumtii na kumheshimu yeye. Zawadi pekee kwa mume wako unaoweza kumpa ni uaminifu, kwa ambao
wameshapoteza usichana wao, na kwa walio mabikra, hiyo ndio zawadi pekee unaweza kumpa mume wako. Utakuwa mwalimu mzuri kwa wale ambao wameona kama hawana thamani tena kwa sababu wamepoteza ubinti wao na kuona ni afadhali kujiendeleza na vitendo vya ukahaba. Utakapogeuka na kumrudia Mungu, ndoa yako itakuwa darasa zuri kwa ajili ya wasichana na watu wengine watajifunza kutoka kwako.